Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na ni idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani, na hii leo tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama, michezo, bila kusahau mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Ann Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Hebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Siku zote serikali zinahitaji wanahabari wacheze ngoma serikali inayocheza, kitu ambacho si sawa katika tasnia ya habari kwa ujumla. Unajua Ann, kwa sasa kwanza vyombo vya habari vinamilikiwa hasa na wanasiasa. Hawa ni wao ndio wana vyombo vya habari, na wanahabari mbadala ya kutoa taarifa wanakuwa zaidi wanafanya propaganda ya wanasiasa. Je, ni nini hutokea wakati wanahabari wanaponyamazishwa? Tunadadavua taswira ya uhuru wa vyombo vya habari, tukiangalia jicho letu nchini Tanzania ilivyochochea mdahalo kuhusu wanahabari wakinyooshwa kimya. Athari kwa kweli na uwajibikaji Afrika ni nini? Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani, naye mwenzangu Silvanus Karemera akiwa Rwanda. Mahakama nchini Tunisia imehukumu viongozi 40 wa upinzani, wafanyabiashara na watu wa vyombo vya habari kifungo cha kati ya miaka 5 hadi 45 kwa mashtaka ya kupanga njama dhidi ya usalama wa taifa. Kesi hii ilianza mwezi Machi mwaka 2025. Ni mojawapo mashtaka makubwa yanayohusiana na usalama yaliyowahi kusikika katika historia ya nchi hiyo ya hivi karibuni. Wengi wa waliohukumiwa walikuwa wakosoaji wa serikali. Mahakama ilisema baada ya kutoroka nchi. Vikundi vya haki za binadamu na wapinzani wanasema kuwa mashtaka haya yalilenga kuficha na kuumiza maoni ya upinzani chini ya jina la usalama wa taifa. Matamko haya yameongeza hofu juu ya kupungua uhuru wa kisiasa na uhuru wa mahakama nchini humo. Shirika la fedha ulimwenguni IMF limeeleza wasiwasi wake kuhusu ongezeko kubwa la deni la misaada nchini Senegal, huku nchi hiyo ya magharibi mwa Afrika ikitangaza kuhitaji kiasi cha dola za Marekani bilioni 10.6 kwa mwaka kama mkopo kutoka IMF. Ingawa serikali ya Senegal imesema ina mpango wa kushughulikia pengo hilo na ina imani ya kukabiliana na tatizo hilo, wawekezaji wa masoko na fedha wameendelea kuwa waangalifu. Hali hii inaonyesha changamoto kubwa zinazokumba nchi nyingi za Kiafrika zinazopambana na kurejesha usimamizi wa fedha baada ya itikadi mbaya ya kifedha, hasa wakati wa uchumi wa dunia uliposhuka. Kenya imetangaza rasmi mradi mkubwa wa upanuzi wa barabara wenye thamani ya dola za Marekani bilioni 1.5 kwa ushirikiano na kampuni za ujenzi zinazomilikiwa na serikali ya Uchina, lengo likiwa ni kuboresha mawasiliano ya barabara kutoka bandari ya Mombasa kupitia Nairobi na hata kuelekea nchi jirani zisizo na bandari. Mradi huu unatajwa kama juhudi kubwa ya miundombinu kwa eneo zima la Afrika Mashariki. Ukanda wa barabara unatarajiwa kufunguliwa na utarahisisha usafirishaji na biashara kati ya nchi za eneo hilo. Na moto mkali ulizuka katika jumba la makazi la mita 8 katika eneo la Tai Po huko Hong Kong, ulisababisha vifo vya watu angalau 128 na karibu 200 hawajulikani walipo, kulingana na vyombo vya habari na serikali. Hali hii imetajwa kuwa ajali mbaya kabisa kuliko yoyote ile iliyowahi kutokea mjini Hong Kong ndani ya miongo kadhaa iliyopita. Uchunguzi wa chanzo cha moto huo unaendelea, huku hata hivyo idadi ya majeruhi zaidi ikiendelea kuripotiwa. Na moja kwa moja naanza na utangulizi wa jukwaa la leo. Karibu kwenye mjadala muhimu sana kwa bara letu na ulimwengu mzima. Kwa miongo kadhaa wanahabari wamekuwa walinzi wa ukweli, sauti ya wananchi na daraja kati ya mamlaka na umma. Lakini tunapofika hapa leo, tunakabiliwa na swali ambalo halijawahi kuwa la dharura kama sasa. Wanahabari wanaposhikwa, kutishwa, kubanwa kimya au kuwekewa hofu, sasa nani atasimama na kusema ukweli? Afrika ina historia ya ukimya, vitisho, propaganda na uandishi unaodhibitiwa. Ulimwengu nao unaona mabadiliko ambapo uhuru wa wanahabari unaendelea kupungua hata katika mataifa yaliyoitwa huru. Leo tunajadili sio nchi moja, bali mustakabali wa Afrika na nafasi ya wanahabari kimataifa. Nami nina wanahabari ambao tutakuwa tunajadili hili. Kutoka nchini Rwanda tunaye Silvanus Karemera,
Nchini Kenya, Felix Gatumo, na kule Kinshasa, nchi ya demokrasia ya Kongo, tunaye Mbeleshi Msochi. Karibuni sana, na moja kwa moja basi ninalenga swali langu nikiangalia kule kwa Silvenas. Tuanze na wewe. Rwanda imekuwa mfano wa udhabiti na nidhamu ya kitaifa, lakini pia kumekuwa na swala la kwamba hofu pia ipo pale ya wanahabari. Katika Afrika, je, udhibiti unaweza kuishi bila uhuru wa wanahabari? Asante. Ninadhani hilo ni swali gumu, lakini pia rahisi, kwa sababu ndiyo, kama wanavyosema, serikali nyingi za Kiafrika ikiwemo Rwanda na mataifa mengine yanajitahidi kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maendeleo, usalama wa taifa unakuwepo, miundombinu inajengwa, kila kitu kinaonekana kiko salama kabisa. Lakini sasa linapokuja swala la sasa kuhakikisha kwamba wale wanahabari wanapeleka kile ambacho serikali inakifanya katika umma, inakuwa ni shida, kwa sababu siku zote serikali zinahitaji wanahabari wacheze ngoma serikali inayocheza, kitu ambacho si sawa katika tasnia ya habari kwa ujumla. Kwa hivyo umeuliza Rwanda. Rwanda imekuwa ikisifika sana katika swala zima la usalama, maendeleo, ukuaji wa kiuchumi. Kwa takriban miaka 10 iliyopita imekuwa ikiwa katika kiwango cha 6 mpaka 8, na kati ya mwaka 2018 mpaka 2020 uchumi ulikuwa katika kiwango cha, wanasema ni double digit, kwa maana kwamba ni zaidi ya 10, tarakimu namba 2. Lakini hilo halijazuia kwamba kuna kuwepo na ukosoaji wa hali ya juu kuhusu sekta ya habari. Ukiangalia katika takwimu mbalimbali za kimataifa, katika mijadala, katika takwimu, katika tafiti za hapa na pale, katika mashirika ya haki za binadamu, linapokuja ni swala la uhuru wa vyombo vya habari pamoja na ustahimilifu wa habari, Rwanda imekuwa kiburura mkia. Lakini katika masuala mengine, usalama, kiuchumi, vitu vingine tu, maendeleo kwa ujumla, miundombinu, uongozi bora na utawala bora, wanasema ni good governance, Rwanda kwa inakuja katika mataifa ya kwanza kabisa. Kwa mfano sasa hivi nadhani itakuwa ni nchi ya 3 barani Afrika katika upambanaji wa rushwa. Sasa lakini ikija ni swala la uandishi wa habari kwa inakuwa ni chini. Na hii inasababishwa na mambo mengi tu. Jambo la kwanza ni kwamba sekta ya habari Rwanda imekuwa na historia mbaya. Kabla ya mauaji ya kimbali dhidi ya jamii ya Watutsi hapa, sekta ya habari ilijikita sana katika kuhamasisha mauaji, na matokeo yake watu zaidi ya milioni 1 wakauawa katika kipindi cha miezi 3 ama siku 100. Kwa hivyo kuna hiyo sura ambayo kwa kweli ni hasi, sura ambayo sio nzuri, kiasi kwamba kila mmoja anayetazama sekta ya habari Rwanda anarejelea yale makovu ya zamani. Hii imesababisha hata waandishi wa habari wenyewe kuwa na wasiwasi, kuwa na uoga, kutoripoti katika mambo mazito ya serikali na siasa. Ingawa pia kwa upande mwingine serikali imekuwa ikihamasisha kwamba watu wajisikie huru, lakini bado tunaona kwamba kuna hali fulani ya kujizuia. Hilo ni moja. Lakini pili, kuna kitu kinaitwa self censorship, kwa maana kwamba ni hali fulani ambayo mwanahabari yeye anajizuia tu kutofanya story fulani, hata kama hakuna mtu ambaye amemzuia, hata kama sheria inamruhusu kwamba kufanya hivyo, lakini yeye anajizuia. Kwa mfano hapa Rwanda kuna sheria ambayo inamruhusu mwandishi wa habari kuweza kumshtaki kiongozi wa serikali ama mtu mwingine ambaye amemnyima taarifa ambayo kwa kweli ni kwa manufaa ya umma. Lakini sijaona mwandishi hata mmoja ambaye ameishtaki serikali ama amemshtaki mtu fulani kwamba sasa amemnyima taarifa. Hilo ni swala la pili. Lakini tatizo jingine ni kwamba hata wananchi wenyewe kwa upande wao, kutokana na kile ambacho nimezungumzia, historia mbaya katika mambo ya uandishi wa habari na kuweza kujihusisha katika mauaji, wananchi ni kama hawajawa na imani kwa upande wa wanahabari kwa ujumla. Mwisho, sekta ya habari yenyewe hapa unaona kwamba ina watu wengi ambao kwa kweli kuanzia zamani wengi walikuwa hawajasoma sana katika sekta ya habari, lakini baadaye shule zikaanzishwa, watu wakaanza kujifunza na nini, mafundo wakapatikana. Lakini bado linapokuja swala la kiuchumi, vyombo vya habari vingi tu hapa vina uwezo mdogo sana wa kiuchumi, haviwalipo waandishi wake wa habari, na matokeo yake kwa sababu waandishi hawalipwi, basi wanajihusisha katika mambo ambayo kweli si mazuri, katika mambo ya kupewa pesa na kuandika habari za potofu, kuweza kutumiwa na watu kutoka magenge mbalimbali ya kimataifa, na matokeo yake wakifuatiliwa, basi wengine wanakimbia kwenda nchi za nje, wengine sasa wanapata matatizo kwa sababu tu wamekwenda kinyume na sheria. Lakini mwisho pia kuna sheria ambayo inahukumu sana ama labda inatoa adhabu sana kwa watu wanaotangaza habari potofu kuhusu sana kubeza mauaji yaliyotokea hapa. Sasa waandishi wa habari wengi wamejikuta katika matatizo kwa sababu kwanza ni kama haelewi hiyo sheria ama labda kwa maslahi mengine. Kwa hivyo kwa ujumla nimesema kwamba kumekuwepo na hii migongano hapa na pale baina ya serikali na waandishi wa habari, kiasi kwamba
mpaka sasa hivi kuna idadi kubwa ya waandishi wa habari wamezuiliwa, wengine wamekimbia nchi, wengine hata kuna wengine wamefariki katika mazingira ya kutatanisha. Kwa hivyo niseme tu kwamba upande wa sekta ya habari kwa kweli, pamoja na kwamba kuna mambo mengi yanafanyika, lakini bado kuna changamoto. Naam, nikushukuru sana Karemera kwa kutupatia taswira nchini Rwanda ilivyo. Na tuingie nchini Kenya. Felix Gatumo, wewe ni kijana mwanahabari katika mazingira ambapo wanasiasa wanamiliki au wana ushawishi mkubwa kwenye vyombo vya habari. Mwandishi anapataje ujasiri wa kuuliza maswali ambayo yanaweza kuwakera watawala? Asante sana Ann. Swali zuri sana. Tukiangazia hasa upande wa umiliki wa vyombo vya habari hapa nchini Kenya, imekuwa ni changamoto kufanya kazi kwa huru na haki na kuzingatia kanuni za wanahabari. Manake mara nyingi utapata vituo vingi au vyombo vingi vya habari hapa nchini vinamilikiwa na wale wanasiasa, wafanyabiashara. Unaweza ukapata mmiliki wa chombo cha habari sio mwanasiasa, lakini ni mwanabiashara na ana uhusiano wa kibiashara na wale ambao wako katika utawala. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu, manake tukija upande wa malipo, wanahabari hao wanategemea hela ambazo zinatoka kwa hawa wanasiasa au kwa hawa vigogo wa kibiashara. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu kwa upande wao kufanya kazi bila kuingiliwa. Mfano, huwezi ukaleta tangazo au taarifa ambayo haiendani au haikai vizuri na wale ambao wanamiliki biashara fulani. Utakuwa unawakweza na unaweza ukapoteza hata ajira. Kwa hiyo ni vigumu sana kwa vijana hasa ambao ni wanahabari hapa nchini Kenya. Na kwa upande wa malipo pia inakuwa ni changamoto, manake utapata hata ingawa hawa wamiliki wa vyombo hivi wana uwezo mkubwa, wanawadhulumu wanahabari kwa kutowalipa mishahara ambayo ni sawa, haifiki kiwango. Kwa hiyo tunaishia, wengi vijana wanaishia kupokea hongo au kukubali hongo, na inakuwa ni vigumu sana katika utendaji wa kazi. Naam, tukitafakari hilo, pengine turudi kwako Mbeleshi Msochi ukiwa Kinshasa pale DRC. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi yenye historia ya migogoro na vitisho kwa wanahabari, hususan wakati huu tunazungumza kule mashariki mwa Kongo, lakini kijumla tu Kongo. Kwako kama mwanahabari, ni nini ndicho chanzo kikuu cha ukimya wa waandishi wanapohusu viongozi wa juu? Unajua, kwanza nikwambie kwanza vyombo vya habari vinamilikiwa hasa na wanasiasa. Hawa ni wao ndio wana vyombo vya habari, na wanahabari mbadala ya kutoa taarifa wanakuwa zaidi wanafanya propaganda ya wanasiasa. Yaani vyombo vya habari, wanahabari wamekuwa katika wametekwa mateka na wanasiasa hao tu, na wenye wananchi wanaokuwa na ushawishi. Hiyo ndio tatizo. Na kumbuka ya kwamba kuna hiyo shida pia, wanahabari wakati hata wanatumika katika hivyo vyombo vya habari ambavyo vinamilikiwa na wanasiasa hawana mshahara. Wameambiwa kwamba umetumika katika chombo changu cha habari, wewe kazi yako ni kunitafutia hela. Yaani badala ya kwenda kutafuta taarifa, unatafuta wanasiasa ambao wanafanya propaganda zao, anakupatia hata taarifa ambazo si habari ya kweli, lakini wewe unakuja kuchapisha kwenye radio au kitu chako kwa sababu ulipewa hela, ulihongwa. Unatumikia mwanasiasa badala ya kutumikia ya kukua uhuru wa kutoa taarifa au kupasha habari ambayo yako rasmi au habari ambayo yako kweli. Hiyo ndio tatizo. Ya pili pia, katika wakati wa mgogoro, mwanahabari ana uhuru wa kubalance story yake. Yaani serikali amekulazimisha kwamba ukifanya story, mfano wakati wa vita, hauwezi fanya story ambayo unazungumzia manufaa ya mfano ya watu wenye watu ambao wanapiganaji wa M23 mfano. Hawezi sema taarifa ambao unawasifu kusema kwamba wanachukua miji, wako juu ya jeshi la taifa, wametawala.
hiyo imepigwa marufuku zaidi, na inafanya mwanahabari amehegemea upande umoja, na sasa msikilizaji hafahamu kama upande ule ni hali gani, na hiyo inafanya kabisa uhuru wa vyombo vya habari usiwe wakati huu. Na kuna vitu vya tuseme ya kwamba vitu vya wanahabari ambavyo vimeshambuliwa, wakikosoa kwamba ulikuwa na uhusiano mfano na mwanasiasa fulani ambaye hana tena maoni moja na mamlaka, kitu chako kinashambuliwa. Na kuna wanahabari, kuna ripoti ambayo JED ilitoa tarehe 22 mwezi huu ya kusema ya kwamba wanahabari wameuawa. Mfano wakati wa Kabila, kipindi 14 ya utawala kipindi cha miaka 18 ya utawala wa Kabila, wanahabari 15 ndio waliuawa. Lakini katika kipindi cha miaka 7 ya utawala wa Rais Tshisekedi, kuna wanahabari 12 ambao wameuawa. Na hatuwezi kusema kwamba ni serikali ndio wamefanya kitendo hicho. Kuna mashabiki au wafuasi au wanasiasa fulani ambao wakati unaona kama unagamiza mamlaka au mtu fulani au mwanasiasa fulani, hao wanafanya njama ya kunyamazisha, kama kukuambia ukae kimya, wanakuua. Hao wanashambulia kituo chako, hao wanakupiga marufuku, yani hawezi tangaza kwa muda ya miezi miwili bila sababu yote. Wanakuambia kama unakuwa upande wa adui wa nchi, na kituo chako kimepigwa marufuku na matangazo yako yamesitishwa. Hiyo ndio hali kwa sasa hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na Silvanus, nirudi kwako. Umesikia yale ambayo mwanahabari kutoka Kinshasa anasema kama vyanzo vikuu vya ukimya wa waandishi wa habari. Tumesikia masuala kadhaa hapo, ikiwemo pia kule viongozi pia ndio wamiliki wakuu wa vyombo vya habari. Wanahabari hawalipwi vizuri, kwa hivyo wameegemea upande wa hongo, wengine pia wamewawa na kadhalika. Mara nyingi serikali hutumia hoja ya kulinda amani kwenye jamii. Hatukatai kwamba kila serikali inashughulikia swala la amani kwa njia tofauti. Lakini Silvanus, ulipoketi, je, amani hii wakati mwingine hutumika kama kisingizio cha kubana taarifa? Nakubaliana wewe kabisa. Amani hii inatumiwa kama kisingizio cha kubana uhuru wa kutoa maoni, na siku zote nimekuwa nikisema kwamba mwanahabari sio adui wa utawala, mwanahabari sio adui wa taifa. Mwanahabari ni kinywa cha jamii. Mwanahabari ni daraja linalounganisha jamii na utawala, ambao utawala kimsingi unatawala kwa niaba ya jamii. Viongozi wetu ni wafanyakazi wa jamii, ni wafanyakazi wa wananchi. Sasa kiongozi ambaye hajaelewa hiyo filosofia ama kiongozi ambaye hajaelewa hiyo falsafa, maana yake ni kwamba kwa kweli anakiuka yale maadili ya kimsingi, kwamba kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye anatumikia wananchi. Sasa kwa maslahi ya viongozi wengi barani Afrika wamekuwa kinyamazisha vyombo vya habari. Umeshuhudia kile kilichotokea kule Tanzania. Kwa hivyo nadhani serikali kwa kutetea maslahi yake katika nchi za Kiafrika, kuna kuwa na ukiukaji wa misingi iliyoandikwa kabisa, kwa sababu ukiangalia katika sheria, ukiangalia katika ilani mbalimbali, ukiangalia katika maangalizo mbalimbali, ukiangalia katika tunasema ni policy ambazo zimeandikwa, kwa kweli zimeandikwa vizuri tu, na ukisoma vizuri kabisa zinaonekana kama zinampa nafasi mwananchi kuweza kutoa maoni na asipate shida. Lakini inapokuja swala la siasa, swala la usalama, tunatambua kweli kwamba vyombo vya habari na sisi waandishi wa habari hatuko hapa kuweza kutangaza taarifa za siri za kila nchi, kwa sababu kila nchi inakuwa na taarifa za kijasusi ambazo unless kutokea vitu vibaya sisi hata hayatuhusu waandishi wa habari. Lakini hali inakuwa mbaya pale ambako serikali na maafisa wa serikali wanajihisi kwamba sasa hata zile taarifa za kawaida ambazo ni wananchi wanatakiwa wapate zinagusa maslahi yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu wengi wamehodhi madaraka, wamehodhi kila kitu, kwa hivyo inakuwa ni shida. Kwa hivyo niseme tu kwamba kama ulivyosema, ni tatizo kubwa, na kimsingi kuna nchi ambazo zimekuwa zikijitahidi, pamoja na kwamba mwenzangu kutoka Kenya amezungumza, lakini
nchi kwa mfano kama Kenya, tunahisi kwamba angalau kwa namna moja ama nyingine kuna ile hali ya kujiachia kwa waandishi wa habari. Changamoto ndio zipo za malipo kidogo na viongozi, baadhi ya wafanyabiashara kuhodhi vyombo vya habari kwa sababu wanavimiliki na nini. Lakini si katika kiwango ambacho kwa kweli tumeshuhudia katika baadhi ya mataifa barani Afrika, ambako hata waandishi wa habari wanapoteza maisha, waandishi wa habari wanafungwa, waandishi wa habari wanakuwa na matatizo. Kwa hivyo kimsingi ni swala ambalo tutaendelea kulizungumzia hadi mwisho, mpaka kuwepo na mazingira ambayo kwa kweli kila mwandishi wa habari anahisi kwamba kwa kufanya kazi yake basi hana matatizo. Na Felix Gatumo, nchini Kenya mitandao ya kijamii imebadilisha mazingira ya habari, na mitandao ya kijamii tumeiona ikitumika sana kwa njia chanya, na vile vile wakati mwingine inatumiwa katika njia pengine ya visivyo. Kwa upande wako unaonaje? Imeongeza ujasiri wa wanahabari au imeleta uoga mpya kutokana na kelele na siasa za mitandaoni, pamoja na kwamba pia kuna vitisho vingi kutoka pande tofauti? Asante sana Ann kwa swali hilo nzuri. Ndiyo, nakubaliana na wewe, mitandao au dijitali, mambo ya dijitali yameleta mabadiliko makubwa hasa katika tasnia ya wanahabari. Nadhani hivi majuzi kuna sheria imeletwa ya cybercrime na rais wa Kenya, inasukumwa na serikali na inalenga sana kunyamazisha uhuru wa wanahabari hasa kwa utumiaji wa mitandao. Japokuwa hawajaweka hilo wazi, nadhani ina nia fiche, kwa maoni yangu ina nia fiche, na iwapo itapitishwa na bunge huenda ikaathiri sekta ya wanahabari na jinsi ambavyo wanahabari wanaendelea na shughuli zao za kila siku. Mitandao imeleta nafasi nzuri na imekuja na mambo hasi pia. Mfano, habari siku hizi tunapata mara nyingi kupitia mitandao, na imeathiri upande wa mainstream, ile tunaita mainstream media. Manake matangazo mengi siku hizi yameenda mitandaoni, au kutokana na teknolojia ya sasa hivi, ambapo utapata wengi tu wamejiajiri kupitia mitandao ya kijamii. Vinginevyo hapo awali ilitakiwa upate ajira katika kituo kikubwa cha serikali au kinachomilikiwa na hawa vigogo ambao tumetaja wa kibiashara, lakini sasa hivi kuna watu wamejiajiri pale TikTok. Ni wanahabari ndio, na pia nikigusia hilo, kumekuwa na kuleta mchanganyiko. Kuna watu wengi pale mitandaoni bado wanajiita ni wanahabari, na kiukweli ni kwamba wao ni wasanii tu au ni waigizaji pale mitandaoni. Kwa hiyo kuna watu wengi utapata, hasa hadhira, hawatofautishi kati ya mwanahabari na msanii au anayeigiza pale mtandaoni, na utapata wale wasanii wana uungwaji mkono mkubwa au following kubwa pale mitandaoni, na ikija upande wa labda kusambaza ujumbe unasambaa sana ikilinganishwa na hawa ambao ni wanahabari, maana hawa wanafahamika tayari na wana ufuatiliaji mkubwa. Kwa hiyo iwapo ni fake news, kwa mfano wametoa habari ambazo hazijathibitishwa, zinasambaa sana. Kwa hiyo hii inaathiri upande wa wanahabari. Kuna hiyo nadhani ni jambo hasi ambalo limetokea kutokana na mitandao. Pia nitalaumu sana mashirika ambayo yanafaa kusimamia wanahabari, manake ni kana kwamba yamekuwa yakiegemea sana upande wa serikali. Hayazungumzii sana maslahi ya wanahabari. Mfano, hapa jana kumekuwa na hizi by election au chaguzi ndogo ambazo zimekuwa zikiendelea. Mfano, ukienda Mbeere North, kuna mwanahabari ambaye aliumizwa jana na akapoteza vifaa vyake vya kazi. Nadhani sio jambo nzuri, na sijawasikia wale ambao wanafaa kusimamia wanahabari wakipeleka kotini. Inatakiwa wachukue hatua, wapeleke wale ambao wanadhulumu wanahabari au ambao wameingilia utendakazi wao, wanafaa wafikishwe mahakamani, lakini hilo halijatokea. Huwa wanatoa tu barua wakikemea matendo kama hayo,
Nadhani ni wakati waamke pia na au wasukumwe, iwapo hawawezi wakaamka wenyewe, wasukumwe ili waweze kutetea haki ya wanahabari. Asante sana Anne. Ukiangalia Afrika nzima, unaona suluhisho liko wapi? Tumeona jinsi ambavyo mambo yameenda kule Tanzania, hadi wakati shirika la kimataifa la CNN lilipofanya uchunguzi wake huru na kuwa na ujasiri mkubwa sana kupitia mwanahabari wake mmoja, ndipo dunia imeweza kufunuliwa ukweli wa mambo ambayo yalikuwa yanafanyika Tanzania, wakati ambapo umeme ulikuwa umezimwa na wakati ambapo mitandao ilikuwa imezimwa. Yote yaliwekwa wazi, na ndiposa tukaandaa mjadala huu wa leo, jukwaa hili, kuuliza sauti ya mwanahabari inapozimwa, athari iko wapi? Kusonga mbele tufanyeje? Kwa hivyo Silvanus, tunauliza, ukiangalia Afrika nzima, unaona suluhisho liko wapi? Sheria kali za kulinda wanahabari, taasisi huru, au muungano madhubuti wa waandishi wenyewe? Asante ya, nadhani hilo ambalo umelimalizia, hilo tu. Nadhani kuwepo na muungano mahususi wa wanahabari na tuwe na sauti moja, kwa sababu tumekuwa tukitetewa na mashirika ya kimataifa, mashirika ya waandishi wa habari ya kimataifa, Reporters Without Borders. Tumeshuhudia wengi tu wanatetea waandishi wa Kiafrika, lakini sisi wenyewe waandishi wa Kiafrika ni kama hatuna umoja, na hii inatokana na tatizo zima la nchi za Kiafrika, kwa sababu hata serikali zenyewe hazina umoja. Nchi moja ikifanya makosa, nchi nyingine hazina ule ubavu wa kuweza kukemea. Kwa hivyo nadhani sisi kama wanahabari wa Afrika tunatakiwa tuwe na umoja, na ndio maana nadhani huu umoja ambao tunauzungumzia na kuwa na sauti moja ni moja ya tunu za kuanzisha idhaa hii ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, ili kwamba Waafrika tuwe na sauti moja. Kwa hivyo sisi pia waandishi wa habari tukiwa na sauti moja, nikipata tatizo Rwanda, watu wa Kenya wanitetee, watu wa Tanzania wanitetee, wenzetu wa TZ wakipata matatizo basi tuwatetee pia. Nadhani hiyo itakuwa ni bora zaidi kuweza kuwajibisha serikali ambazo ama watawala. Wakati mwingine tunalaumu serikali, lakini kwa kweli sio serikali, ni baadhi ya watawala tu ndani ya serikali ambao wanajifanya miungu na kuweza kuchukua sheria mkononi. Kwa hivyo kama ulivyosema, nadhani kitu ambacho tunaweza kufanya sisi kama wanahabari ni kuweza kuungana pamoja. Ndiyo inawezekana wakati huu ikawa labda sio rahisi, lakini kadri tunafanya vipindi kama hivi, tunavyozungumza kwenye majukwaa ya wahariri na waandishi wa habari kwa ujumla, tukiendelea kupaza sauti yetu, pengine yumkini miaka inayokuja labda tukawa na sauti moja na tutaweza kupata mazingira bora. Nadhani naweza kumalizia kwa hilo. Leo tumegundua jambo moja muhimu: uhuru wa wanahabari si tu haki ya wanahabari, ni oksijeni ya taifa na dira ya dunia. Wanahabari wanaposhikwa, wanaponyamazishwa, wanapowekewa hofu, wanapopotea bila sauti, jamii nzima hupoteza uwezo wa kujua ukweli na taifa hupoteza mwelekeo wa mbele. Afrika inahitaji wanahabari jasiri, lakini pia mazingira salama, sheria zinazolinda ukweli na viongozi wanaokubali kuchunguzwa. Ulimwengu unahitaji Afrika inayosimulia simulizi zake kwa ujasiri, kwa uwazi na kwa uhuru. Asanteni sana wanahabari wenzangu kwa kushiriki jukwaa la leo. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Kumbuka kwamba huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Hebu sasa tuangalie neno la siku. Hii leo tunaangalia neno kubinywa. Neno hili lina maana yake kuu ambayo ni kushinikizwa au kugandamizwa, kuwekewa nguvu kubwa kwa kawaida na kitu kizito au kigumu na kusababisha kushuka au kubadilisha umbo. Mfano kama vile mpira unavyobinywa kwa mkono. Kukandamizwa au kufinywa kuhusu hisia au nafasi, kuwekewa masharti magumu au kutopewa nafasi ya kutosha. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi, na bila shaka leo tumesikia jukwaa linalotuhusu sisi wanahabari na uhuru wetu wa kuendelea kufanya yale ambayo ni jukumu letu.